Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi amezungumza hii leo katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini yaliyofanyika huko jijini Dodoma mbele ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi. Boniface Mwabukusi ametoa wito kwa viongozi wote waliopo katika nafasi za uamuzi kuwajibika ipasavyo ili kurejesha imani na matumaini ya wananchi kwa taifa lao. Mwabukusi amesema anatambua changamoto kubwa zinazoikumba nchi kabla na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025 na kusisitiza kuwa njia pekee ya kusonga mbele ni kuhakikisha kila anayepaswa kuwajibika anafanya hivyo kwa maslahi mapana ya taifa. Ni lazima kuwe na hatua za kuwajibika ili kurejesha imani na matumaini ya wananchi katika taifa lao. Ni rai yetu kwamba kila anayetakiwa kuwajibika awajibike. Amezungumzia hivyo Boniface Mwabukusi. Mwabukusi ameeleza kuwa kusamehe ni jambo jema pale mhusika anapokubali kuwajibika, kwani humpa nafasi ya pili, lakini kufumbia macho makosa ni sawa na kutojali mustakabali wa taifa. Katika hatua nyingine pia Boniface Mwabukusi amewataka viongozi kuchunguza kauli zao kabla ya kuzungumza hadharani, akiongeza na kusema kuwa pale kiongozi anapokosa jambo la msingi la kusema ni vyema akanyamaza badala ya kutoa kauli zinazoweza kuumiza na kuchochea hisia za wananchi. Mwabukusi amesema taifa lipo katika kipindi nyeti kinachohitaji busara, hekima na maneno ya kuunganisha, si ya kutonesha mioyo ya wananchi. Katika kipindi hiki ni muhimu viongozi wetu wenye dhamana anapokuwa hana jambo la muhimu sana la kuzungumza, asizungumze jambo litakalotonesha mioyo ya wananchi. Amesema taifa linahitaji kumwomba Mungu hekima ili kurejesha mshikamano wa kitaifa. Akimalizia, kiongozi huyo amesisitiza kuwa suluhu ya changamoto zilizopo lazima iwe shirikishi, yenye kuaminika kwa pande zote na iongozwe na misingi ya ukweli, uwazi, haki na uwajibikaji.